Katika kuhakikisha kuwa sekta ya madini inaendelea kuwa na mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi, juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanywa na serikali, ikiwa ni pamoja na kuboresha mifumo ya uuzaji wa madini nchini. Maboresho hayo ni pamoja na Soko la Bidhaa Tanzania TMX chini ya Wizara ya Fedha kuhusishwa kuwa msimamizi mkuu wa uendeshaji wa minada ya madini ambayo hufanyika kidigitali. Ushirikiano huo wa TMX, Wizara ya Madini, Tume ya Madini pamoja na uongozi wa wachimbaji na wanunuzi wa madini ni moja ya sababu ambazo zimefanya minada ya madini kuendelea kufanyika kwa mafanikio makubwa. Hivyo uwepo wa minada una lengo la kuchochea na kuchagiza biashara ya madini na hasa madini ya vito. Na ndugu zangu wana Mirerani, leo nataka niwaambie hapa na tuelewane vizuri kabisa, huwa nalisema na nalirudia. Madini ya vito ni tofauti na madini mengine. Haya ni madini ambayo yananunuliwa kwa asilimia kubwa sana kwa ajili ya luxury. Ni ufahari. Ndio matumizi makubwa ya madini ya vito. Na madini ya vito duniani tunashindana na watu wengine, sio Tanzanite peke yake. Moja ya faida za kutumia Soko la Bidhaa Tanzania katika minada ya madini ni kuongeza ufanisi na uwazi katika minada, jambo ambalo limerahisisha kufanyika kwa biashara kupitia njia ya mtandao. Tunasimamia minada ya bidhaa ikiwa ni bidhaa za kilimo, bidhaa za mifugo, bidhaa za madini na bidhaa za kilimo. Kwa hiyo ni taasisi ya serikali na kazi yake ni kuweka mazingira wezeshi ya wafanyabiashara ambao ni wauzaji na wanunuzi wa hizo bidhaa kuweza kufanya biashara kwa haki na kuweza kulipwa kwa wakati. Aliyeuza auze kwa thamani inayotakiwa na anayenunua aweze kupata ile bidhaa kama ambavyo analipa fedha zake. Kwa upande wa Tume ya Madini ambayo ilianzishwa kwa mujibu wa Sheria ya Madini ya mwaka 2010 kama ilivyorekebishwa mwaka 2017, lengo likiwa ni kuimarisha usimamizi na utekelezaji wa sera na sheria ya madini ili kufikia malengo yaliyowekwa na serikali, imeendelea kuwa mdau muhimu katika sekta hiyo. Minada hii ni endelevu, inaendeshwa kwa njia ya kielektroniki na kwa uwazi. Hivyo kila mmoja atapata fursa ya kushiriki siku zijazo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, na washukuru sana wote mliopo hapa, mliojitokeza kushiriki katika hafla hii muhimu ya uzinduzi wa minada ya madini ya vito. Aidha, nawakaribisha kushiriki katika minada mingine itakayokuwa ikifanyika mara kwa mara. Nao wachimbaji wa madini pamoja na wanunuzi kwa upande wao wanaamini kuwa uwepo wa TMX katika minada ya madini utaongeza tija kubwa na kuleta faida kwa wachimbaji pamoja na serikali ambayo itaongeza mapato. Sasa tutaboresha sisi, alafu tunakuwa sisi tunafanya kazi, tunanenepa kwanza kwa ajili kwetu tumepata maendeleo nzuri na watu ambao wanafanya kazi madogo tunapata soko, kupata jiwe lako unauza hapa na kwa tunaendelea nzuri kupokea kwa mkono wote. Tunakuwa tunatekeleza tu kama sasa hivi tunajua kwamba ni kwetu na Mungu amenyanyua ajulikane Tanzania madini yetu kumbe ana samana. Kwa hiyo kiweka hapa tunafurahi sana. Mkuu wa mkoa wa Manyara ambapo ndipo panapopatikana madini ya vito ya Tanzanite anaeleza kufurahishwa na mwenendo wa minada inayosimamiwa na TMX ambayo imezidisha uwazi na kuongeza ushindani, hivyo kuchangamsha bei. Ukisoma ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka 2020 ibara 65 kifungu G kwenye mabano imeelekeza na imesema kabisa serikali kuimarisha soko la Tanzanite na madini mengine ya vito ili kuongeza manufaa ya Tanzania. Kwa madini ya Tanzanite yamesomeka kabisa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo uwepo wetu hapa siku ya leo pia ni mojawapo ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na Chama cha Mapinduzi chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan.
Hivyo ndivyo namna ambavyo sekta ya madini inazidi kukua nchini na kuzidi kuingizia serikali mapato ambayo yataenda kutumika katika kuhudumia kwenye miradi mbalimbali nchini. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inazidi kuwekeza katika sekta ya madini nchini ili izidi kukua na kulinufaisha taifa la Tanzania.